What's up people, it's your boy Happy John Palmaka. Go to say PADO best wa bomba la vidavi Mr. You know what is it. Leo niko ma areas ama ukipenda ni upande wa fedha. Nimekuja kupata na jamaa fulani amazing, anakwenda kwa jina la Kababa the Comedy. Kababa mkuu kimcheki kwenye social media pale vituko mtaani, ani presenter bado wa radio pale Sound 34. Awacha tuweze kutana na yeye, tuweze kuongea kidogo tu, tujue anachapa shughuli vipi, anakulia wapi, hivi anaishi wapi, tuweze tukumjua kamili. Boom. Tuamenya wewe ndio koro kuigua ngaiwesha jambo kitu. Hapana, siwezi kataa kutumia pesa. Uko dako ya. Sitabole gedimu. Wewe bwana. Haya? Ai! Nani? Haya? Uko na haraka unakimbia wapi? Sio unachoma majote na baba joto ameenda mahali. Sasa ile mahali mimi nimekuondesha juu ya bati. Sinajua bati. Si party ni birthday. Si birthday, si kusalua. Hiyo birthday hiyo. Sio manze, unacheki mtazamaji, alivyokuambia manze, leo hii niko ma areas ama ukipenda bado ani fedha. Anaweza kukutana na jamaa wako amazing, yani msanii ambao unamcheki pale kwenye social media na anatesa sana. Kwa ma introduction tu tukianza tu, wanakujua kama nani? Unajua si atu wananijua kama nani, si already wananijua, wanakujua, lazima umwambie mnamjua kwa kabisa. Ile kiburi niko nayo. Unajua kuna jina yako yenye unajua, lakini kuna zile jina zako zenye wajui, na maybe ungependa wajue. Sasa labda ungesema hivyo. Thank sana kwa kujifikisha hapa manzi. Kama kawaida, siko kwa askari, tuko fedha. Kuna kado boy Vevo kabisa. Mimi naenda kwa jina Kababa the Comedian mwenyewe. Jina ya nyumbani ni Joseph Mwangi, ama unaweza niita Johnson Mwangi. Johnson Mwangi. Unaweza niita Nyabura. Hiyo ni Magu. Unaweza niita yani Rito ni Bogio. Unajua mtazamaji, leo hii niko hapa hivi. Ukimcheki hapa hivi bado ni presenter. Usishangae kwamba leo nifike hapa hivi napata na hojiwa. Nikidhani na muoji apate pia yeye ananioji. Usijali mtazamaji. Unajua siku zote tukikucheki pale kwenye television, watu nakuona yani na manguzi fulani, yani unakaa mzai. Itakuwa vipi leo tena unakaa kijana hadi unanishinda bana? Vipi? Unajua ni swali muhimu sana hapo. Tukua kwa game. Na maybe script nasema kwa character fulani, lazima upende hiyo character. Na leo unajua leo na pagawanisha kwa sababu leo una sound serious sana, usound kama venye nakuonanga pale kwa TV kidogo hivi, yani unaigiza sana. Mbona leo una sound serious sana? Wewe unajua the funny thing, unaona uko kwa hizo hata kuna ile kimuigia tu kimudi tu kila fulani pia waguka character yako ina change. Sasa niko kwa hizi kuna ile mood iko kwa hizi nguo kabisa. So tukianza tu story yako kwanza, ulianza kuactia wapi? Ndio ufike penye huko sasa hivi. Kuongea ukweli, kwa wakati nilianza nikiwa mtoto. Obvious sisi tumelelewa kwa church. So kama saizi Yesu atazaliwa date 25. Shida hii ya date 25 niko na shida moja tu na government. Shida ni gani? Yesu atazaliwa aje chini ya kafi. Mtazamaji, yani tuko hapa hivi kuvunja mbavu bado kidogo tu kiweza. Umesema Yesu atazaliwa aje na kuna kafi? Atazaliwa aje. Unaona Mr. President anafaa afanye kitu basi. Sasa imagine mara ya kwanza duniani mzima huku Kenya Yesu atazaliwa kama hapo kitu saa 3 za so baadaye tulianza tukua pale go church, tukianza kuchapa set tu za church, kama mtoi kama atakuwa mzuri atachomwa. Nakumbuka hizo maset kwa mfano mko kwa church. Nakumbuka vizuri. Then nikigrow nilikuwa pale go primo, nilikuwa na do something else to act. Then after kuingia pale kidato, yani chuo kikuu, nikaanza kufanya acting zangu pole. Kuna ile character tu ilikuwa inanitoka. Mimi nilikuwa tu creative kijana. Na mbona ukisema kwa kuna vitu mingi, mbona character yako sana inaingia kwa caretaker sana kidogo hivi, yani uzae kidogo hivi. Sijawahi kuona ukichukua character nyingine. Mbona tu caretaker? Kwa sababu watu wengi wana believe nikitoa simu ya caretaker hiyo set nimemaliza. Siwezi toa simu zingine. Lakini sasa hivi uko caretaker sana. Naweza kuonyesha simu nyingine sasa hivi. Nikuchapie kidogo. Wacha tuone mtazamaji, tupatie, tuko hapa. No. I do hapa. Listen very careful. Nakulisten. In 1996 nilikuwa nimeandika kazi kwa moja.
ndio kukunywa. Akanivuta kazi. Kivipi ukavuta kivipi? After kuvuta kazi, ananiambia go home. Na mimi ni yule kababaze comedian, nikachekesha mmoja. Akaniambia go back to work. Nikarudi kazi. Mtazamaji unacheki tu. Talanta ipo ya kweli kabisa. Kama unapenda talanta mtazamaji, ingia pale kwenye social media. Piga subscription kibao, anakwenda kwa jina la Kababa Comedy, si ndio? Kababa Comedy. Kababa Comedy pale kwenye social media, enda piga subscription ili uweze kusupport talanta yake, tukiendelea tuna ma interviews. Akababa, unajua nilikuwa nikikucheki pale hivi kwenye social media ukitrend kabisa na sisi kama Tado TV wote tunatafuta tu wenye wana trend kama wewe ili tuweze kuonesha watazamaji ni kipi different tena apart from sex, ni nini nyingine unafanya kwa industry, ni nini nyingine unafanya apart from what? Apart from what, mimi ni director of films, apart from direct, mimi nitafanya script writing manzini, nasaidiana na ideas na crew yangu because niko na production yetu of crazy, so tunashare ideas tunadu pia na kuzatana wase hapa nje manzini na kama na mentor mdogo tu kabisa manzini, mimi wasicharge wakikam set, I'm the one who is providing maybe for food. So sasa iseme kama kuna mtazamaji ambaye hapa hivi ako na talanta kibao akikudm utaweza kumsaidia? Ni DM mimi tutaongea. Bora tu DM iko na heshima. Unajua kuna zile DM ziko na heshima kabisa, zile unajua wasanii ni wafani sana. Ndio ningia kwa DM hapa hajasema yeye ni nani, hajasema ametoka wapi. Unaona? So anafaa kuja na heshima kwanza. Heshima mzee, introduce mzee, introduction ufanya mtu mwenye una approach akupende zaidi. Hiyo ni kweli kabisa. So mtazamaji unasikia hapa hivi niko na Kababa the Comedian, mko mkirequest kabisa niweze kuchapa na mastori na yeye, na leo nimefika hapa hivi tupige mastori ili uweze kumjua. Piga subscription hapo hivi kwa Tado TV pia ili uweze kuwa kwanza kupata interviews. Atukiendelea Kababa. Sahi kwa industry yenye tuko sahi, ni nini unaweza sema iko more different na wale new act hapo hawali? Ile kitu different sahi ni ati industry is more creative. We have a lot of competition than there before watu walikuwa msoto, wasi wangebai kamera, bombs na nini, unaona. Lakini sasa hivi at least msichana za buy anything ya industry. Kwa cheaper a bit. So that's the difference between industry sasa hivi na kitambo. Na sasa ukisema zimekuwa chips, kwa sababu nimekuwa nikisikia wasanii wanasema yani channels zimekuwa kibao, lakini unasema kwamba vitu zimekuwa cheap. Kama ingekuwa iko chips basi wasanii wafai kulia basi. Kwangu wasanii wanalia kitu bure sana. Sababu nikiangalia mtu ako na simu nzuri, kuna simu inaweza shoot. Hiyo ni kweli. Editing ndio matter. Unaona? So vitu zimekuwa cheap, trust me. Bora simu iko na kamera kali, you are good to go. Kabisa. Si lazima uende kutafuta ile expensive. Kabisa. Unaona? Unaweza tafuta tu kana mtako kazuri. Ndio kitu na ushape shughuli vibaya sana. So ule mtazamaji mwenye kopana anasema ati anangoja kamera ndio aweze kuchukua simu yako set hivi fresh, piga mashughuli mwanangu, utaweza kusonga. Atukoma interviews hapa hivi ni Tado TV, bado ingia kwenye social media, Facebook, Instagram, piga likes mwanangu, usikonde. Kwa hapa hivi na one and the only Kababa the Comedy. Yaani tunaendelea tu kupiga mastori ili tuweze kujua anafanya kari yake vipi, anatia vipi, anakula vipi na anaishi vipi. Akababa tukirudi tu hapa hivi, unaweza hadi kumanage kazi ya presenter na kazi ya nini ya kwako, kwa sababu kidogo hivi na kuona kwa radio station, kuna radio station Sound 34 niliona, au unachapa shughuli pale tena kidogo hivi tena unachapa acting. Ni vipi una manage hizi vitu zote mbili? Unajua kuwa msanii lazima uwe committed na kila kitu unafanya. So kwangu mimi kama ni radio presenting, nimeenda pale masaa manne nimedu hadi maybe saa 4. Hata kutoka kama naenda maybe set mahali, unaona nakuwa niko na time yangu nakimbia. Hivyo ndivyo life mteu set. Kama ni karakta yako fulani unaambia mimi nitachelewa, so ipelekeni masaa fulani. So nakutani hivi manage, unaona. So una manage hizo vitu zote mbili. Unaona. Ukua tu na shebi yako. Sio nimetashinda kumanage.
Hiyo ni ukweli sana. So wale watu wenye wanapenda complain kidogo hivi wanasema kidogo. Amesema usijali leo tuko kwenye manjia. Yaani sisi tunapiganga mastori pale popote. Au siwezi kujali leo tuko hapa hivi yani kupiga mastori kibao na Kababa the Comedy. Siwezi kukustua kwa sababu tuko kwenye road. Yaani tunapiga tu mastori pale popote. Kababa the Comedian. Tukiendelea tuna mastori zetu. Kuna watu wengine wanauliza na wamekuwa wakiuliza kabisa. Hivi Kababa the Comedian una date ama vipi? Wanauliza kama na date. Unajua kuna maswali zenye nilikuwa naona pale view kwenye social media zako au ulipost picha kidogo hizi. Ikasumbua kwa mitandao vibaya sana. Mimi sina shida, mimi na date. Lakini ukifeel like unaweza kudate, you are welcome. So unasema nyinyi ndio team ofisi ama ndio chama kwa sababu unasema si team ofisi. Unajua kwa hii route hata nikwambie. Hata maybe baba yako sorry to say, maybe alikuwa na kama 50. Chagua ni gani mzuri. So usikatae mtu akija kwa njia yako. You never know. Unaweza kuwa ile ni dogo mobi iko nayo pale. Alafu kute hii ndio mali zake. So wakubalishe, give them chance. Bila shuku leo mtazamaji, leo tuna act bala kuchapa interview lakini sawa tu. Lazima tumjue yani ako vipi. Huyu ndo sasa Kababa the Comedy ile mwambao unamuonanga pale kona vituko mtaani na Sound 34 Media. Ni huyu tuko naye hapa hivi leo tuchape tu story tuweze kumjua. Atukisema kwamba atukirudi upande wa chakula hivi kidogo. Wewe unapendanga kukula nini yenye ukikula hapo unasema mimi niko sawa. Mimi kile chakula napenda kula sana ni githeri. Mokimo. Yaani githeri imetengenezwa ikabodo na waru. Alafu hapo kado kuna kakuku fulani kanaekagwa na kasupu. Hadi kuna binyago yangu kila kitu tunakosana. Kasupu lazima yeko. Kasupu lazima mtazamaji unasikiza kamokimo. Mimi ukiniitia kwa hapo nipitia kamokimo umenimaliza. Hata shamba na na kuita kwangu niweze kupikia mokimo. Uko sawa. Mtazamaji nilikwambia leo tunapiga tu ma interviews kwenye ma story leo. Yaani si atubagui. Tuko ma areas ili tuweze kupiga ma story na Kababa the Comedian hapa hivi. Tunaenda kupiga subscription pale hivyo pia ili tuweze ku-hit our targets. Alafu Kababa the Comedy na kuonaga sana. Na kuna kitu fulani ambayo inanishangazanga sana pale kwa tuko mtaani. Mbona tu kila mtu analia tu yani akutana na yani wewe ni mtu shida pale kwa tuko mtaani. Vipi na kuona hapa hivi outfit umeweza kabisa ukawa shida. Vipi pale kwa tuko mtaani uko na shida mimi? Unajua mimi hata kwa vitu kwa mtaani sinaga mashida. Kama ule maitelo hata na mastress. Mama Jonte na Baba Jonte wako na mashida. Wewe ndio kuna shida kwa sababu wewe kidogo hivi umeibiwa, kidogo hivi umepigwa, kidogo hivi ni vipi mbona una mashida tu. Unajua huyo kijana Jonte ni kijana wangu. Sasa yeye ajui. Wewe unakutaka mara mingi yeye ni mkola. Wewe unakutaka kwa hizo simu iko na mashida mingi. Juu mimi unajua ukiateka mahali kuna mtu anakupenda. So pia anaona tu kuja kuitisha madeni. Kuna kitu umesema Jonte ni kijana wako lakini bado anakuibia tu. Mtazamaji enda pale kwenye social media ili uweze kuelewa kile tunaongelelea. Ni vituko mtaani iko pale vyo inashutiwa na Hollywood. Enda pale vyo kwenye YouTube wacheki ili uweze kujua Kababa na chapa role gani pale vyo. Utamjua zaidi. Kababa tukimalizia tu. Tuambie yani uambie wale mafans wenye wanakucheki pale vyo na wanatamani kuwa kama wewe. Nataka wapatie a piece of advice ili wasiweze kugive up, uweze kuongea tu nao yani kama Kababa. So mimi kama Kababa naweza kukuambia kama yeye ni actor, kama yeye ni actress mwanzo pale hivyo. Bado naona feel like industry imekuwa ngumu. Never lose hope. Keep a positive vibe. Work with positive vibes. I love the momentum. I love that morale every day. When wake up najuanga set mind yangu niko hai kwa sababu God anataka bado mwenye nataka kwa update hapa Kenya. Unaona? Nitamake it. Wase push manzi. Wacha kukaa tu pale nyumbani ati wewe unashinda kabisa. Go and do it manzi. Usijali venye watu watasema, watu watakupiga, watu watakuchukia. But hao ni watu wa dunia. Ile triple God pays, not human being. So ile struggle hapa, one day God will finish. That's true. That's something sure. That's true. Mtazamaji leo hii nimekuwa hapa hivi na Kababa the Comedy. Anakwenda kwa jina la Kababa the Comedy pale ma social media. Ingia piga ma subscription, like the pages. Alafu utakuwa umefanya jambo la maana kabisa. Mtazamaji bado usikose kuchapa subscription hapa hivi chini ili uweze kuwa kwanza kupata the interview next.
Nataka kuambia before wewe unaweza endaga wewe umemaliza mimi nikaje. Unaweza chukua mic basi uongee nao. Sasa wewe ushamaliza kazi. Mtazamaji, nimekuachia kababa leo, yani ongea naye hapa hivi. Wewe ndani bani. Na kama kawaida kama kawa mzee nikababa the comedian ndani ya Fedha S mzee mimi nataka kuambia mzee. Enda pale hivyo mzee. Finya hiyo nini? Unajua kuna kitu karede kako hapo hivyo kameandikwa subscribe. Enda subscribe mzee, weka bell mzee. Comment mzee. Wacha support. Hata nigga iko yani ni kitu kujizalia.